Kwa yako mambo, mtiririko wa mambo ambayo kwa taswira ya uongozi, kwa taswira ya mtu anapoishi, kwa taswira ya kiongozi anayeongoza taasisi, weza ni taasisi binafsi, ni serikali, ni Chama cha Mapinduzi, yako mambo ya muhimu ya kuyafuata ili wewe jamii ione una maadili yaliyokuwa mema. CCM oyee! CCM safi! Kwa yako maadili ambayo tumefundishwa na waasisi wetu ambao ni viongozi wakuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, waliokuwa wenye viti wa Chama cha Mapinduzi. Yako maadili wametufundisha katika majarida yao, katika spichi zao, katika makongamano yao mikubwa mikuu. Wale wazee wanapokuwa hapo walikuwa wanafuatilia, wanajua yako maadili ambayo yanazungumzwa. Lakini ukienda viongozi wakuu kuanzia Rashid Mfaume Kawawa, waliokuwa makatibu wakuu wa Chama cha Mapinduzi, yako maadili ambayo wameyazungumza na wameyafanya kwenye vikao mbalimbali vya Chama cha Mapinduzi, ambayo inatakiwa tuyaishi. Tunaposema tunawaenzi na kuwaishi viongozi, tuwaishi kwenye majukumu yao, yale waliyofanya ili kizazi hiki kiwe kizazi cha mfano, tofauti na maeneo mengine na nchi zingine. Piga makofi kwa waasisi wetu wote waliokuwa wenye viti wa chama na waliokuwa makatibu wa chama, kwa sababu tuko ndani ya chama. Semina ya chama tunazungumzia wenye viti na makatibu waasisi wa chama, tunazungumzia marais na kuendelea. Piga makofi kwa viti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa maadili ni mkusanyiko wa kanuni, desturi, mwenendo unaokubalika katika jamii na unaomwelekeza mtu kutenda yaliyo mema, ya haki, ya uadilifu na ya kuwajibika. Sasa kwa mujibu wa itikadi ya Chama cha Mapinduzi tunayaona maadili, lakini malezi ni mchakato wa kumjenga mtu kitabia, kiakili, kijamii, kisiasa, kiroho, ili awe raia mwema na mwenye mchango chanya kwa jamii yetu. Kwa utagundua malezi ni process ya kumgurumu, lakini maadili tunaishi na inatakiwa tuyafuate. Ukianza na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu maadili na malezi katika kitabu chake cha Self Reliance, si ndio? Mwalimu Julius alisisitiza kuwa maendeleo ya taifa yanategemea kwanza maadili ya viongozi na wananchi, maadili ya viongozi na wananchi. Lakini alizungumza vitu vya msingi sana katika masuala ya maadili. Alizungumza swala la uadilifu, swala la kujitegemea, swala la uwajibikaji, swala la utumishi katika jamii. Na katika azimio la Arusha, hapa ndio kulia kabisa kwamba unapozungumzia masuala ya maadili hauwezi kuacha mbali azimio la Arusha, ambalo kwa 90% ya maelekezo yake ilikuwa ni namna nzuri ya kuishi na kujitegemea na kufuata maadili ya nchi yetu. Kote kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa wale ambao tunawasimamia sisi ambao ni watumishi ndani ya nchi yetu, ambao ilikuwa ni mwaka 1967. Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizungumzia maadili na aliyaishi maadili hayo. Sio kuzungumzia tu, lakini aliyaishi maadili hayo. Comrade Ali Hassan Mwinyi Mwamba, yeye alisisitiza umuhimu wa maadili katika kipindi cha mageuzi ya kiuchumi. Alihimiza maeneo yafuatayo. Moja, alihimiza nidhamu kazini. Aliimba kwa Kiingereza hapo wimbo wa nidhamu kazini, tumeimba wote kwa pamoja, lakini aliyezungumzia baada ya nidhamu kazini ni ndugu yetu, mimi wanamuita Mwamba, Comrade Ali Hassan Mwinyi. Nilikuwa napenda na Mwinyi, ukipeleka kwenye hela alikuwa anajaa vizuri kabisa, hata basamu la au unasemaje kwa sababu sawa, tumeishi naye sana na ndugu yetu Ali Hassan Mwinyi. Lakini yeye alisema kwenye nidhamu, uaminifu katika utumishi wa umma. Alizungumza habari za kuweka maslahi ya taifa mbele na maslahi binafsi, na kutofautisha kati ya maslahi ya taifa na maslahi binafsi, lakini weka maslahi ya taifa mbele. Mzee wetu mpiganaji Jakaya Mrisho Kikwete, yeye alisisitiza maadili ya utumishi wa umma, umoja wa kitaifa na kuwahudumia wananchi kwa usawa. Aliwahimiza viongozi kuwa karibu na wananchi na kusikiliza kero. Ndugu yangu Yusufu, kero zilianza kipindi cha Jakaya Kikwete. Unajua watu wanasahau, nafikiri tunasema kero leo. Kero za Jakaya Mrisho
Kikwete, lakini ilikuwa ni staili, namna ya kucheza kama ilikuwa kwenye propaganda. Ni namna gani jambo lile, lakini staili ya leo imekaa vipi? Mwamba chuma, Rais John Pombe Magufuli, yeye alisita kwenye nidhamu ya kazi, uwajibikaji, uzalendo, matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Kauli yake ya hapa kazi tu ililenga kujenga maadili ya kufanya kazi kwa bidii na ufanisi zaidi.